إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Watukufu Islam, kwenye muda wetu mfupi wa leo kwa munasaba huu wa siku ya Jumaa, katika hutuba yetu ya leo tumependa tukumbushane, tuelekezane kwenye mojawapo katika mambo ya dharura mno katika maisha ya Muislamu. Kila Muislamu ambaye yatarajia kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima awe tayari kuifuata barabara hii ambayo leo biidhnillahil karim kwa wasaa mfupi tutagusia baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na barabara hii. Vinginevyo Muislamu akiacha barabara hii na akawa anatarajia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kufaulu kwa yale mazuri yote ambayo Mwenyezi Mungu tabaraka wa ta'ala amewaandalia waja wake katika hii dunia na kesho akhera, lakini asiwe tayari kuifuata barabara hii, itakuwa mfano wake ni mfano wa yule mzungumzaji aliyesema kwamba tarju najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri ala al-yabas. Itakuwaje watarajia kufaulu katika mambo yako lakini hauzifuati barabara za kufaulu? Tambua ya kwamba inna as-safinata la tajri ala al-yabasi, siku zote daima ni kwamba safina haitembei kwenye ardhi kavu. Kwa hiyo wataka kufaulu, basi tambua ya kwamba zipo njia za kufaulu, na miongoni mwa hizo ndugu zangu Waislamu ni suala hili la ad-daruri walil asafi shadid. Ni jambo la dharura, lakini kwa masikitiko makubwa ni kwamba limeweza kupotezwa na baadhi yetu sisi Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, unwani ya khutba yetu ya leo kulizungumzia jambo kama hili ni al-istiqamatu, asbabuha wa fadluha wa mawani'uha. Al-istiqama ni nini? Maana ya al-istiqama wa fadluha, fadla na mazuri na matunda ya mtu kuwa na al-istiqama. Wa asbabuha, ni zipi sababu ambazo zitampelekea mtu ambaye hana istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuipata al-istiqama. Kisha mawani'uha, ni yapi mambo ambayo yatamzuia, yatamfanya Muislamu katika hii dini hata kama yataka kuwa na istiqama lakini asipate istiqama. Ndugu zangu Waislamu,
Hili ni jambo muhimu, na wale wenzetu waliofaulu katika zama zilizopita walifaulu kwa kuwa wao walishika barabara hii ya al-istiqama. Al-istiqama, ndugu zangu Waislamu, kwa uzito wake na ukubwa wake na udharura wake katika maisha ya Muislamu, ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير ما آية في كتابه العزيز. الاستقامة Mwenyezi Mungu ameitaja ndani ya Qur'ani kwenye aya zaidi ya moja. Allah kizungumzia al-istiqama wa fi mawadhi'a shatta wa munasabati shatta, akizungumzia al-istiqama kwa minasaba tofauti tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kabisa kuonesha umuhimu na dharura ya mja wa Allah kuwa na al-istiqama katika hii dini, kwanza ameijalia al-istiqama ni miongoni mwa maamrisho yake subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Mwenyezi Mungu ameamrisha swala, ameamrisha zaka, ameamrisha tauhid, ameamrisha mambo mengi katika awamir at-ta'a, maamrisho ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, basi miongoni mwa hayo maamrisho ya Allah jalla jalaluhu, katika listi ya maamrisho kama hayo utapata ndani kuna amri ya Allah subhanahu wa ta'ala akituamrisha sisi tuwe na al-istiqama. Kisha ndugu zangu Waislamu, la maajabu ni kwamba amri kama hii Mola wetu subhanahu wa ta'ala alianza kwanza kabisa kumwamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha baada ya kumwamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio akafuatanisha na wafuasi wake. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah anasema katika hilo, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Suratu Hud. Aya hii ndugu zangu Waislamu, kwa ufupi wake na uchache wake, lakini ndani yake kuna amri kubwa ya hili swala zima la al-istiqama. Allah anasema kumwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ewe Muhammad, fastaqim, kuwa na msimamo, kuwa imara, kuwa madhubuti, kama umirta, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha. Yani kila amri ambayo Mwenyezi Mungu amekuamrisha ishikilie vile vile, kuwa na msimamo nayo amri kama hiyo, usibadilishe wala usiache wala usilegeze. Fastaqim, kuwa na msimamo ewe Muhammad, kama umirta, kama ulivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha amri hii si yako peke yako, wa man taba ma'ak, na wale walioingia katika Uislamu pamoja nawe, wale masahaba waliowapokea wameslimu wakampekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wakakubali unabii wako na utume wako, waambie na wao pia amri kama hii inawahusu, wa man taba ma'ak. Hao ni masahaba ndugu zangu Waislamu. Ikiwa amri hii aliambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amri hii wameambiwa waliokuwa bora zaidi yetu sisi, waliokuwa na msimamo kweli, masahaba za mtume sallallahu alaihi wasallam, fa aina nahnu min hadha al-amri al-azim. Suratu Hud ndugu zangu Waislamu, Suratu Hud ni miongoni mwa sura ambazo zilikuwa sura ngumu au sura nzito zilizompatia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mashaka. Wanasema wanazuoni kwamba sababu iliyopelekea Suratu Hud kuwa inamlemelea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni amri hii, ni aya hii. Kwa kuwa aya hii iko ndani ya hii Suratu Hud, ndio maana Suratu Hud ikawa ni nzito kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipo mtume sallallahu alaihi wasallam anaifikiria Suratu Hud na anaifikiria aya hii, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Hadi siku moja
Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu kila mara namchunguza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila kimchunguza Mtume sallallahu alaihi wasallam yaona kwamba mvi kwenye kichwa chake na ndevu zake zinakithiri, kila leo zinaongezeka. Siku moja Abu Bakar fastaghalla fursa, akaotea nafasi, chance, akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, araka shibta, mbona Mtume nakuona bwana wewe bado kijana, miaka 40, 45, 46, 50, araka shibta, mbona uko na mvi nyingi hivi? Jawabu la Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, shayyabatni hudun wa akhawatuha, miongoni mwa sababu zilizofanya mimi kwamba nikaota mvi kwa haraka kiasi hiki ni suratu Hud. Suratu Hud, kila nilipo naifikiria Allah aniambia kwamba niwe na msimamo katika hii dini, nisicheze na hii dini, maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala niyatekeleze kama alivyoniamrisha. Allahu akbar, amri kubwa hii. Kila nilipo naifikiria hii suratu Hud na aya hii, shayyabatni hudun, imekuwa ni sababu ya mimi kuota mvi kwenye kichwa changu, suratu Hud, wa akhawatuha, na madada zake. Miongoni mwa madada wa suratu Hud wanasema wanazuoni, au imekuja kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni suratu Al-Waqi'a. Pia hii sura nayo kwa uzito waliomo ndani ya sura kama hii yalikuwa kimpatia uzito Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saa zote Mtume anatafakari sura hii yaliomo ndani yake. Al-Waqi'a, suratul Waqi'a, wal Mursalat, na suratul Mursalat, wa idha ash-shamsu kuwirat, na sura hii idha ash-shamsu kuwirat. Sura tano Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa zinampatia mawazo hadi kufikia kiwango Mtume sallallahu alaihi wasallam yaota mvi kabla ya wakati ambao ilikuwa inafaa yeye awe na mvi kiasi hicho. Hapa ndugu zangu Waislamu, wanasema wanazuoni ya kwamba yaonesha kwamba miongoni mwa sababu za mtu kuota mvi ni kuwa na mawazo, stress. Saa zote kichwa kinatokota, akili yatokota ndani ya kichwa chako. Basi kama akili yatokota, basi kilichopo juu ya hicho kichwa kinaiva, na kilichopo juu ya kichwa ni nywele. Kuiva kwake ni kutoka kwenye hali ya weusi iwe katika hali ya weupe, kwa sababu ya kutumia akili. Jambo haliwi, walifikiria mara zote, lakini siku inamalizika haujapata suluhu. Ndio maana alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifikiria sura hizi, akili yake inafanya kazi kupita maelezo, hatimaye kazi kama ile inaathiri kwenye nini? Kwenye nywele zake. Naam, ziko sababu nyinginezo nyingi za kufanyisha mtu kwamba awe na mawazo, aweze kuota mvi, lakini miongoni mwa hizo ni suala hili la mawazo. Leo utawakuta vijana wadogo tu, lakini washajawa na mvi kwenye vichwa vyao. Mtu kuoa hajaoa, kama ameoa pia mtoto bado hana hata mmoja, lakini mvi zimezidi. Kwa sababu gani? Ziko sababu mbalimbali ambazo hupelekea mtu kuota mvi. Ndugu zangu Waislamu, al-istiqama hii, kuwa na msimamo katika dini, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye aya kama hii ameambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala awe na istiqama na msimamo, na vile vile Waislamu wote wanatakiwa kwenye dini yao hii wawe na msimamo. Fama hiya al-istiqama, ni nini maana kuwa na msimamo? Anasema mwanachuoni al-allama al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fi tafsiri, anaieleza istiqama mwanachuoni al-Imam al-Qurtubi, anasema wal istiqamatu, na muislamu kuwa na al-istiqama katika hii dini, al-istimraru ni kuendelea, ni kudumu, ni kubakia. Al-istimraru ni kudumu, ni kuendelea,
ala awamirillah, kwenye yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoamrisha waja wake, min ghairi akhdhin fil yamini washimal, pasi na kuchukua huku kulia na kushoto, yani bila kuyumba yumba, unakuwa na msimamo mmoja peke yake. Maadamu nimejua kwamba hili ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hii ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unashikilia hapo, hakuna kubadilika. Leo ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa maafa makubwa ni kwamba Waislamu tumekosa msingi huu. Tamkuta leo Muislamu yuko na hali nzuri ya kupendeza, lakini baada ya muda unakuta amebadilika. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala mukhbiran mukhatiban likhalilihi Musa alayhi salatu wassalam, qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ثانيا وأوصي نفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى مولاه. Watukufu Islam, swala hili la istiqama liko na mazungumzo marefu mapana. Tutafupisha kwa kutaja fadla ya pili miongoni mwa fadhail za al-istiqama, baada kutaja kwamba istiqama ni miongoni mwa maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maamrisho ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliamrishwa awe na istiqama, kisha sisi pia tukaamrishwa tuwe na al-istiqama. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fadla ya pili ndugu zangu Waislamu, al-istiqama ni miongoni mwa sababu za an-nasru 'ala al-a'da. Al-istiqama ni miongoni mwa sababu za Waislamu kupata nusra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya maadui zao. Waislamu watakapokuwa na maadui wanawasumbua, wanawanyanyasa, wanawaonea, wanawadhulumu, kama hivi hali leo katika maisha yetu ya leo, basi suluhu mojawapo ni Waislamu kwa na msingi kama huu wa al-istiqama juu ya dini yao, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwanusuru waja wake pindi waja wakiwa tayari kunusuru sheria yake na dini yake na maamrisho yake. In tansurullaha yansurukum, mkimnusuru Allah Subhanahu wa Ta'ala naye Mwenyezi Mungu atawateni nusra. Kwa hiyo miongoni mwa sababu za kuipata nusra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Waislamu wakate maamuzi na ushauri ya kwamba sisi kwenye hii dini yetu tutakuwa na al-istiqama kama itakiwavyo. Ndugu zangu Waislamu, aya ambayo tumemalizia khutba yetu ya kwanza, aya imeanza nyuma kule katika mapambano baina ya Musa alayhi salatu wassalam, miaka nenda miaka rudi na Firaun na wafuasi wake na wasaidizi wake. Vita vikaenda miaka nenda miaka rudi, mapambano ya baina al-haq wal batil, baina ya Musa na Firaun na serikali yake. Mwisho Musa alayhi salatu wassalam akarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akaomba dua nzito, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik
rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim. Baada ya dua kama hii, Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, qad ujibat da'watukuma, Musa, tayari maombi yako nishayakubali, nitamwangamiza Firaun, lakini kwa sharti, fastaqima, wewe na nduguyo Harun, fastaqima, kuweni na msimamo kwenye haya maamrisho yangu, wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun, wala msifuate mienendo na njia za wale wasiojua maamrisho yangu. Na pia ndugu zangu Waislamu, tukirudi kwenye aya za Ramadhani, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an lakin falyastajibu li. Al-istijabatu lillah hiya al-istiqamatu ala dinillah. Kuitikia maamrisho ya Mwenyezi Mungu ndio huko kuwa na istiqama katika hii dini. Tupige mifano miwili mitatu ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa jumla ya mambo ambayo yafaa Muislamu aweze kuwa na istiqama. Tushasema kwamba istiqama ni mtu kuwa na msimamo kwenye kila ambalo Mwenyezi Mungu ameliamrisha, mtume ameliamrisha, bila kuangalia kabila yako, familia yako, jamii yako, mtaa wako, msikiti wako, imamu wako, shekhe wako. Hapana, angalia kwamba je, hapa Mwenyezi Mungu ameamrisha, khalas, kuwa na istiqama hapo. Je, hapa mtu ameamrisha? Naam, ameamrisha kwenye hadithi sahihi, imekubalika, kuwa na msimamo hapo. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu akijua kwamba Qur'ani yetu imemwamrisha Muislamu aweze kufuga ndevu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrisha hivyo, bali akahimiza hivyo, bali manabii wote walikuwa wakifuga ndevu, na masahaba za manabii, masahaba za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifuga ndevu. Muislamu akilijua hili, yafaa awe na istiqama. Yafaa Muislamu awe na istiqama, kusiwe na sababu yoyote ya kumpelekea yeye kwamba aweze kuzingoa ndevu zake au kuzinyoa ndevu zake kwa sababu tu mkewe nyumbani wakereka, kwa sababu tu familia yetu hakuna yoyote mwenye kufuga ndevu. Maadamu ushajua kwamba hilo ni amri, hiyo ni amri ya Allah, ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fastaqim, kuwa na msimamo. Hadithi ya Sufyan bin Abdullah Thaqafi, sahaba kama huyu, siku moja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, leo nimekuja kwako, kulli fil islami qawlan, naomba uniambie neno ambalo la as'alu anhu ahadan ghayrak, sitouliza tena mwingine zaidi yako, jawabu lako litakuwa ni jawabu la kutosha. Mtume sallallahu alaihi wasallam kamwambia Sufyan bin Abdullah Thaqafi maneno mawili peke yake, kamwambia, qul, sema ewe Sufyan, abantu billah, nimemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani shakwa muislamu, mimi ni muislamu, namwamini Allah subhanahu wa ta'ala, namwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma istaqim, kisha kuwa na msimamo kwenye hiyo imani yako. Mfano wa pili wa mwisho ndugu zangu Waislamu, mambo ni mengi, lakini tu chukua hii kaida, chukua kanuni hii kwamba istiqama yafaa Muislamu ailete na awe nayo kwenye kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameliamrisha. Istiqama Muislamu aweze kuwa nayo kwenye kila jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliamrisha, na si kuamrisha tu, paka katazo vile vile. Maadamu hili Mwenyezi Mungu amelikataza, kuwa na al-istiqama katika kuliacha. Mtume amelikataza, kuwa na istiqama katika kuliacha. Leo tutapata Waislamu waliona sura mzuri ya madhahari ya dini, lakini utashangaa wanakosa istiqama kwenye baadhi ya mambo. Kwenye maharusi yao
wanakosa istiqama, kunafanyika mambo ambayo ni kinyume kabisa na muonekano wao. Ni harusi ya nani hii? Ya fulani. Ndio harusi yake kwa hivi. Kwa nini? Tumekosa istiqama. Na tunaona kwamba tukiwa na istiqama kwenye mambo kama haya, eti tutasusiwa na jamii zetu na watu wetu, hatimaye tunafeli, tunakosa amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mifano ni mingi, lakini muda ushamalizika. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tupatie tunu hii ya al-istiqama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.